Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina anaitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta anayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kumfahamu Lucifer, na nakuletea elimu uweze kufahamu chanzo cha uwepo wake na yeye ni nani na wadhifa wake ni upi katika hii dunia na cheo chake ni kipi katika huu ulimwengu. Lucifer namaanisha shetani, ana nguvu gani katika hii dunia na ana ukubwa upi katika ulimwengu wetu? Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha? Umiliki fedha nyingi sana kama unavyoona Daktari Musa hapa anavyomiliki fedha za Jini Yusuf, jini aliyesilimu toka enzi za Mtume katika mji wa Madina katika wilaya ya Musaibin. Na je, unahitaji kufika katika ngome za Lucifer? Unahitaji kufahamu siri za utajiri kutoka kwa Lucifer? Unahitaji kuwa mtu wa mafanikio? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Katika dunia yetu tunayoishi sisi binadamu, baba wa majini au babu wa majini, Jin Sumaya au Lucifer, aliishi katika dunia yetu miaka 7,000. Kutokana na utakatifu aliyokuwa nao na unyenyekevu aliyokuwa nao kwa Mola wetu mlezi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimweka karibu na malaika. Aliishi na malaika na kuwatolea mawaidha malaika miaka 20,000. Kutokana na utakatifu wake na unyenyekevu aliyokuwa nao, alikuwa ni mlinzi wa peponi miaka 40,000. Ibilisi alizunguka arishi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miaka 14,000. Na maanisha baba wa majini au babu wa majini Sumaya, Lucifer, kutokana na unyenyekevu wake pamoja na upole na ukarimu na utakatifu aliyokuwa nao, alifahamika kwa jina la Said Kurubiina kwa miaka 30,000. Pia Ibilisi alifahamika kwa jina la Saidu Ruhaniyina kwa miaka 1,000. Ibilisi katika wingu wetu wa dunia alifahamika kwa jina la Al-Abidu au Aba Sijida. Ibilisi katika huu mgongo wa ardhi hajawahi kuacha hata theluthi ya shubiri mbili kuacha kumsujudia na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibilisi katika mbingu ya pili alifahamika kwa jina la Al-Zahid. Ibilisi katika mbingu ya tatu alifahamika kwa jina la Al-Gharif. Na katika mbingu ya nne, kutokana na utakatifu aliyokuwa nao, Lucifer alifahamika kwa jina la Al-Waliyu. Katika mbingu ya tano
Ibilisi, kutokana na unyenyekevu na utakatifu aliyokuwa nao, alifahamika kwa jina la Al-Taqiyu. Ibilisi katika mbingu ya 6 alifahamika kwa jina la Al-Khadhinu. Katika mbingu ya 7 Ibilisi alifahamika kwa jina la Azazil. Na hizi ndio sifa za Lucifer au baba wa majini, Jin Sumaya. Je, unahitaji kumiliki mali za Jin Lucifer au Shetani? Na unahitaji kuonana naye ana kwa ana, macho kwa macho, na uzungumze naye na kupatie mali pasipokuwa na madhara ya aina yoyote. Kitu cha kwanza, utahitajika ufunge ndani ya siku 30 kama ambavyo unafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na uishi katika njia zenye utakatifu na njia zenye kheri, na usikosee jamii yako iliyokuzunguka. Na kama mzazi wako yuko hai, jitahidi kuwatendea hisani na kuwatendea wema na usiwachukize. Na kama wazazi wako wametangulia mbele za haki, usiache kuwafanyia dua njema na kuwatolea sadaka na kuwatakia msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kitu cha kwanza, itabidi uswali swala 5 katika mfungo wako unaofanya katika siku 30, na uhakikishe usishiriki tendo la ndoa baina yako wewe na mke uliye naye au mume uliye naye au mpenzi uliye naye ndani ya siku 30. Baada ya hapo itabidi ukrem majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uyahifadhi ndani ya kichwa chako. Baada ya kumaliza mfungo wa kufunga ndani ya siku 30, itabidi utafute moyo wa kunguru. Utakapokuwa umefanikiwa kupata moyo wa kunguru, utauchoma moto mpaka ule moyo wa kunguru uwe usembe wa unga. Na kisha itabidi utafute mbuzi wa kafara wasiopungua mbuzi 5. Utawachinja kama unavyoona hapa Daktari Musa anavyowachinja hawa mbuzi. Ukishakuwa umewachinja hawa mbuzi, utachinja kwa ajili ya kafara. Baada ya hapo utaandaa tafrija, sherehe ya watu kadhaa. Ule mkusanyiko wa watu watakapokuwa wamefika, basi ile nyama ya mbuzi wa ile wao, wewe usile. Kisha utaikusanya ile mifupa. Baada ya kuwa umefanikiwa kukusanya ile mifupa, itabidi uisage na ukapata ule usembe wa unga wake. Utachukua ule moyo wa kunguru, utachanganya kwa pamoja, na kisha utajichanja katika paji lako la uso kwa manuizo kwamba ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikael na Israfil, ya Rabbi, nahitaji kuonana na Lucifer katika jicho langu la nyama, na kuomba ewe Mwenyezi Mungu uliumba ardhi, ukaumba mbingu, ukawaumba malaika, ukaumba majini, ukaumba binadamu, na kuomba ya Rabbi unijalie nionane na kiumbe wako huyu, niweze kufanya naye mazungumzo katika njia za kheri, na kama kuna uwezekano wake basi anipatie hata robo ya utajiri aliyokuwa nao katika njia ya kheri
pasipokuwa na masharti ya aina yoyote ya kumdhuru ndugu wala kuidhuru familia yangu. Ukishakuwa umetiania, utapakaza ule usembe katika ile chale ambayo umeichanja hapa katika paji lako la uso. Na kisha ukitaka kumwita Lucifer, itabidi utafute chumba ambacho ni cheupe, na maanisha chumba ambacho kipo empty, ambacho hakina kitu cha aina yoyote. Na kile chumba kisafishe kiwe kisafi. Kisafishe na manukato mazuri, na ikiwezekana pulizia manukato mazuri yenye kunukia. Na hicho chumba hakikisha kisiwe na mwanga wa aina yoyote ambao unaweza kaingia ndani. Na ikiwezekana unaweza kutumia chemli au kawasha mishumaa kwa ajili ya kuzungumza na kiumbe wako. Utawasha mshumaa mweupe kuashiria kwamba unahitaji amani na kiumbe wako unayemuita Lucifer. Na utawasha mshumaa mweusi kuashiria kwamba wewe unahitaji kuona vitu vya ulimwengu wa kiza ambavyo katika jicho la nyama huwezi ukaona. Na pia utawasha mshumaa wa tatu ambao ni mshumaa mwekundu kuwakilisha falme za kimajini. Na pia utahitajika uvae pete original, pete yenye madini ya ruby. Pete hii itakuwakilisha ufalme wa kimajini, ufalme wa Lucifer. Baada ya hapo utamtaja mara 7 kwamba Jinsumaya, 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 Jinsumaya. Jina la 7 utamalizia Lucifer. Naomba kuonana na wewe. Mimi binadamu. Utataja jina lako na jina la mamako mzazi katika njia yenye kheri utakapokuwa katika chumba chako. Utakapokuwa umemaliza kuita mara 7, basi utaanza kusoma yale majina 99 ya Mwenyezi Mungu ambayo uliyakrem. Utaanza kuyasoma au utaanza kulitaja jina moja baada ya moja, jina la Mwenyezi Mungu, majina 99. Utayarudia mara 10,000. Usije ukashangaa wakati unasoma majina 99 ya Mwenyezi Mungu, ghafla ukaona mwili wako umestaki, na ghafla ukanyanyuka kinafsi, ukaacha kiwiliwili cha mwili wako pale ulipokuwa umeketi unasoma, na nafsi yako nyingine ikanyanyuka. Ina maana kama wewe ni mwanaume utakuwa na Karin wako atanyanyuka, na kama wewe ni mwanamke utakuwa na Karina. Ina maana ile nafsi itakayenyanyuka ni Karin wako atanyanyuka. Usishangae ukajikuta mpo wawili ambaye mna sura zenye kufanana. Utayataja majina haya 99 ya Mwenyezi Mungu: Ya Rahman, Ya Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim,
القاب البسيط القافي سبحان الله والحمد لله والله إله إلا الله الرافع المعز المذري السميع البصير الحكم القدر القابر اللطيف الحليم العظيم الغافر الشاكر العلي سبحان الله والحمد لله والله إله إلا الله الكبير الحفيظ الموقت الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الواقع القوي الماتي الولي الحميد المحيس المبدي المحيد الموهي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القدير سبحان الله والحمد لله والله إله إلا الله المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامي الغني المغني المانع الطوار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الراشد الصبور. Na haya ndiyo majina 99 ya Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, utakayeyasoma mara 10,000. Kisha kuwa umemaliza kuyasoma majina haya, basi na kiumbe wako atatokea Lucifer na utaingia naye mkataba. Kama unasumbuka na changamoto mbalimbali za mitihani na za kimaisha, kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kuna dawa za mivuto ya biashara, na kuna dawa za mvuto wa kupendwa kila kona dunia utakayopita, na kuna dawa za kusafisha nyota yako na kuipandisha nyota yako, na vile vile kuna dawa za kumfanya mpenzi uliye naye akutii na kuheshimu na akupende, na pia kuna dawa za kuondoa maradhi ya kichawi, na kuna dawa za kuondoa mapepo mabaya. Na vile vile kama unahitaji pete za bahati, pete original
zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, au unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama, ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua, usisite kuwasiliana na mimi Dr. Musa kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami katika chaneli yangu, naomba usubscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Na pia usiache kushare video hii kwa watu wengine waweze kuelimika na kupata elimu mbalimbali kutoka kwa mimi Dr. Musa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Musa.